Na mtazamaji, mwanzo wa ngoma ni lele na mwanzo wa taarifa zetu za TV47 habari Jumapili ya leo ni sasa hivi. Popote ulipo, ninatumai kwamba siku yako imekuendea vema. Asante sana mtazamaji kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Karibu. Tunaanza na taarifa kwamba Wakenya wanatarajiwa kunufaika na kupunguzwa kwa bei ya mafuta baada ya mamlaka ya kudhibiti nishati na petroli nchini EPRA kupunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 kwa lita alivyoahidi Rais William Ruto. Bei hizi mpya zitaanza kutekelezwa kuanzia saa 6 usiku wa tarehe 15 Juni hadi tarehe 14 mwezi wa Julai. Michelle Mwangi ana taarifa kamili. Rais William Mtazamaji, taarifa hiyo naelezwa inazidi kupikwa ikikuwa tayari bila shaka utakuwa unaipokea kwenye taarifa zetu. Lakini katika taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto kwa mara nyingine ametetea ziara zake za mara kwa mara ndani na nje ya nchi, akisema ratiba yake ya safari inalenga kuharakisha ukuaji wa uchumi wa Kenya na kuimarisha nafasi ya taifa katika majukwaa ya kimataifa. Rais William Ruto akizungumza wakati wa ibada katika kaunti ya Kajiado alisisitiza kuwa uongozi bora unahitaji ushiriki wa karibu na wananchi pamoja na wadau wa kimataifa. Rais William Ruto amepuuzilia mbali ukosoaji kuhusu safari zake za mara kwa mara ughaibuni, akisema ziara zake ndani na nje ya nchi zinaongozwa na dhamira ya kuharakisha mabadiliko ya kiuchumi na maendeleo ya taifa. Akizungumza katika kanisa la Waadventista wa Sabato la Nkarusha, kaunti ya Kajiado, rais alisema kuwa uongozi madhubuti unahitaji mawasiliano ya karibu na wananchi, wawekezaji pamoja na washirika wa maendeleo ulimwenguni. Akiandamana na kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga, ambaye pia alimtetea rais dhidi ya ukosoaji kuhusu ziara zake katika kaunti mbalimbali. And Your Excellency, I can tell you that the type of energy you have, moving all over the country, jumping up and down, I have never seen any president doing that since I was born. Saa zingine wanasema mbona rais amekuja kutoka ng'ambo juzi, amekuja akaenda sijui kufanya mkutano na watu ya Marsabit, ametoka hapo ameenda Kakamega, ndio huyo ako Kajiado, sijui atakuwa wapi. Hiyo ni kazi ambayo mimi niliamua kufanya. Kauli za viongozi hao zinajiri wakati Rais Ruto akijiandaa kuelekea nchini Ufaransa kushiriki mkutano wa G7, ambapo amesema atawakilisha maslahi ya bara la Afrika. Rais alibainisha kuwa Kenya imeendelea kuimarisha nafasi yake katika masuala ya kimataifa kupitia mikutano mikubwa inayofanyika Nairobi na mchango wake katika ajenda ya maendeleo ya Afrika. Na diary yangu, ukiangalia diary yangu imejaa miezi 6 mbele kila siku. Lakini ni kwa sababu hii nchi, kubadilika kwa hii nchi inataka bidii. Rais pia alitetea vipaumbele vya kiuchumi vya serikali yake, akitaja ongezeko la uwekezaji katika sekta za kilimo, elimu na afya kupitia bajeti ya mwaka wa 2026 na 2027. We are not going to beg in the international market with a heart in every capital begging. We want to trade with them. We are making progress, demonstrable progress. Na tumekuwa na favor ya Mungu. Rais Ruto anawahimiza Wakenya kukumbatia utamaduni wa kufanya kazi kwa bidii na kuongeza uzalishaji, akitolea mfano mataifa ya Korea Kusini, Singapore na Malaysia ambayo yamepiga hatua kubwa za maendeleo kupitia mipango madhubuti ya kiuchumi na uwekezaji endelevu. Linda Alela, TV47.
Asante sana Linda kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, wa Kenya wanatarajiwa kunufaika na kupunguzwa kwa bei ya mafuta baada ya mamlaka ya kudhibiti nishati na petroli nchini EPRA kupunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 kwa lita alivyoahidi Rais William Ruto. Bei hizi mpya zitaanza kutekelezwa kuanzia saa 6 usiku wa tarehe 15 Juni hadi tarehe 14 mwezi wa Julai. Michelle Mwangi anaarifu zaidi. Wakenya watapata nafuu baada ya mamlaka ya kudhibiti nishati na petroli nchini EPRA kutangaza bei mpya ya mafuta kwa kipindi cha mwezi mmoja ujao. Kuanzia saa 6 usiku jijini Nairobi, petroli itauzwa kwa shilingi 214 kwa lita, huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 222. Bei ya mafuta ya taa imesalia kwa shilingi 191.38 kwa lita. Ingawaje bei hizi zinatofautiana kwa kiasi kidogo katika maeneo mengine ya nchi, hasa miji mikuu ya Kisumu ambapo petroli itauzwa shilingi 213, dizeli shilingi 223 za Kenya na mafuta ya taa shilingi 191 za Kenya. Bei za sasa zinatarajiwa kupunguza mzigo wa gharama ya nishati kwa wananchi pamoja na wafanyabiashara. EPRA imeeleza kuwa bei hizi zitatumika hadi tarehe 14 mwezi wa Julai. Ili kupunguza makali ya ongezeko la bei ya mafuta duniani, serikali imetumia takriban shilingi bilioni 10 kutoka kwa mfuko wa maendeleo ya petroli ili kufadhili bei za dizeli na mafuta ya taa. Hatua hiyo inajiri wakati masoko ya nishati duniani yanaendelea kukabiliwa na hali ya sitofahamu kutokana na mvuto inayoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hii nchi ya Kenya, Mheshimiwa Rais, hata tangu vita itokee kule Middle East, hatujawahi kuwa na ukosefu wa mafuta hata siku moja. Waziri wa nishati Opiyo Wandayi kwa upande wake amehakikisha wananchi kuwa nchi ina akiba ya kutosha ya mafuta hadi mwisho wa mwezi wa Julai. Tunaweza ongea juu ya bei, lakini mafuta yenyewe imekuwepo, Mheshimiwa Rais. Hiyo ni kulingana na uongozi wako na mikakati ambayo umeweka kwa katika serikali yako kuu. Macho sasa yameelekezwa kwa sekta ya uchukuzi kuona iwapo kupungua kwa bei ya mafuta kutachangia kupungua kwa nauli na hatimaye kupunguza gharama ya maisha kwa Wakenya. Michelle Mwangi, TV47, Nairobi. Na haya yakijiri, naibu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli ameagiza uchunguzi wa haraka kufuatia tukio la uvamizi wa basi la wanafunzi wa shule ya upili ya Binyenya katika eneo la Matungu, kaunti ya Kakamega, ambapo wanafunzi kadhaa walijeruhiwa baada ya wahuni kulipiga mawe basi hilo lililokuwa likirejea kutoka tamasha ya muziki mjini Mumias. Mwanahabari wetu Robert Gakure na taarifa kamili. Siku moja baada ya wahuni kuvamia basi la shule na kuwajeruhi wanafunzi wa shule ya Binyenya, Kakamega, naibu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli amekashifu tukio hilo. Akizungumza katika ibada ya kanisa la PAG iliyofanyika katika uwanja wa kamishna wa Navaholo, Masengeli anasema uchunguzi mkali umeanzishwa ili kuwatambua na kuwakamata wote waliohusika na ghasia hizo. Wale kunsu walifanya hiyo kazi, nataka kuhakikishia polisi wanawafuata na tutawashika, watafikishwa mahakamani. Nataka kutoa onyo kubwa kwamba wale wanaotumia vijana wetu wakeuze nguvu zao kwa kuanza kuharibu vitu za wengine, hatutawasasa. Tutahakikisha hatua imechukuliwa. Viongozi wa kisiasa waliohudhuria hafla hiyo wanalaani tukio hilo, wakiwataka viongozi wa kisiasa kuepuka kujihusisha na matukio yanayoweza kuchochea vurugu na kuhatarisha maisha ya wananchi. You cannot succeed by causing violence to children. Yani umekuwa mtu wa roho chafu, umekuwa mtu mfedhuli mpaka mnatupa tear gas kwa watoto wadogo. Uliza Masengeli, sheria hata iwe ni mimi nisifunje sheria kwa sababu ati niko kwa serikali. Hakuna mtu anasema vile atainua maendeleo. Hawana sera, hawana agenda, wako rudderless. Aidha, wanatoa wito kwa wakazi wa Kakamega kwa ujumla kuwachagua viongozi wanaojali maendeleo ya wananchi badala ya wale wanaochochea migawanyiko na uhasama wa kisiasa. Lazima tuwe na uongozi
nzuri, uongozi ile inaleta watu pamoja, uongozi ile inaleta maendeleo nyumbani, uongozi ile inashirikiana na watu wengine wote dunia mzima. Waache kutuambia ati Musalia alipromise hii. Wao watuambie Mheshimiwa Kalonzo alikuwa vice president, atuonyeshe choo yenye alijenga na Bahol. Robert Gakure, TV47. Asante sana Robert Gakure kwa taarifa hiyo. Na baraza la wazee wa jamii ya Akamba limetangaza rasmi kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto, wakisisitiza kuwa hatua hiyo italeta maendeleo makubwa katika eneo zima la Ukambani. Athman Said ana taarifa hii. Umaarufu wa Rais William Ruto unaendelea kuongezeka maeneo ya mashariki ya Kenya, makundi mbalimbali yakiomba Wakenya kumchagua Rais Ruto kwa muhula wa pili. Wa hivi punde ni wazee wa baraza la jamii ya Akamba ambao wanatetea uamuzi wake wa kushirikiana na serikali ya Rais William Ruto, wakisema itaharakisha miradi ya maendeleo kama ujenzi wa bwawa la Thwake mpakani mwa kaunti ya Kitui na Makueni. We as a council, we work with the government of the day, and that's why in our constitution we work with the government of the day, and that's why we support the government and the sitting government all the time. Aidha, kulingana na katibu wa baraza hilo Davis Maeke, ushirikiano huo utawasaidia wakazi wa Ukambani ambao kwa muda mrefu wamekuwa na changamoto za kupata huduma muhimu zikiwemo za afya. We have seen a lot of improvement in works done by the government, especially on the side of health. Recently, most of our people had to suffer a lot when they went to hospitals, but now through SHA they are getting assistance. Athman Said Mwamlisho, runinga ya TV47. Mtazamaji, seneta wa Nandi Samson Cherargei amesema kuwa bunge la seneti halina shilingi milioni 50 za kumfidia aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua jinsi mahakama kuu ilivyoagiza. Akizungumza kwenye hafla ya ibada ya Jumapili katika kanisa la Kianglikana la St Barnabas Cathedral mjini Kapsabet, kaunti ya Nandi, Cherargei amesema kuwa seneti halina kiasi hicho cha pesa za kumlipa Gachagua na kwamba maseneta walifuata taratibu za kikatiba wakati huo na kumuondoa Rigathi Gachagua kwenye wadhifa wa naibu wa rais. Cherargei ametumia nafasi hiyo pia kutangaza kuwa uungwaji mkono wa Rais William Ruto kupata hatamu ya pili kwenye uchaguzi mkuu ujao upo imara na kipindi hiki atashinda uchaguzi huo kwa kura nyingi. So I want opposition to shape up this era of insults, insulting the president inside and out. At some point, some of us might call it a stop. At some point, if they continue insulting the president, giving him names, they don't have an alternative. And I hope Kenyans are seeing, even the former impeached deputy president does not have even an authority to tell us anything. He is impeached, and the courts have ruled so. And as a Senate, we are not going to pay him 50 million that the courts are awarded. We are going to appeal. So even Kalonzo has been in government for the last 50 years. He has never even done a toilet or even a kibanda or anywhere in this country. These are people who have been in government. They have done nothing. People like Matiang'i presided over extrajudicial killings when he was the Minister of Interior. People like Kijana Wamalwa have gotten used to being spoon-fed. He can't do anything for himself. So we are not worried about any influence of united opposition across the country. We are sure in the coming elections we will win by a margin of 2 to 3 million votes against our competitors, President William Ruto being leading. Na waziri wa maji Eric Muga amewasuta baadhi ya viongozi wanaopinga utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya serikali katika kaunti ya Meru, akisema hatua hiyo inachelewesha maendeleo yanayolenga kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumza katika kanisa la Methodist Church in Kenya, Nchambune, eneo bunge la Imenti Kaskazini, Muga alisema serikali tayari imeanzisha miradi kadhaa muhimu katika kaunti hiyo, lakini juhudi hizo zimekuwa zikikumbana na upinzani kutoka kwa baadhi ya viongozi wa eneo hilo. Muga aliwataka viongozi wa Meru kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuungana kwa ajili ya maendeleo ya kaunti, akisisitiza kuwa wananchi wanahitaji huduma bora za miradi itakayoboresha hali yao ya maisha. Ambao leo na kesho, niliposimama hapa mumesikia jamaa wa kaunti akizungumza pale, nikawaahidi milioni
84 million. Amesimama akasema nini? Tunapozungumza maji ya Kavita yamejaa kwa mwanini? Kwa mabwawa. Nilipata ndugu zetu hapa Keru Wabori, wamelia, wamezunguka, miaka nenda, miaka rudi. Miezi 2 iliyopita, mlilipata nimesimama pale, nimewapa milioni 100 waanze ile kazi. Nikiona viongozi ambao wanaheshimika, viongozi ambao ni mababa zangu, na natarajia wawe na maono ya kuinua mtoto Mumeru, wakianza kupinga miradi ya serikali. Pasipokuwa na maono, sisi kama jamii ya Meru tunaangamia. Na tusiposimama pamoja, and mark my word, tusiposimama pamoja kama jamii, a house divided is easily conquered. 15 dakika mtazamaji zimekatika baada ya saa 1 jioni saa za Afrika ya Mashariki. Kwa namna hiyo sasa tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Upande wa pili wa taarifa hizi tuna mengi zaidi. Indulge in that moment. Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimeekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Ikikunyuma. Oh my God. You left me. Nitumie ni live. Uko nje kuna wifi. Why? High five? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tangulini kero umeka kwa beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. You won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV 47. Saturday at 8:30 p.m. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time, and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs. Saturday at 8:30 p.m. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Katika mandhari ya siasa za Kenya kuna wasiwasi unaozidi kukua kila kuchao. Uwepo wa makundi ya wahuni umeibuka kuwa tishio kubwa kwa maandamano ya amani yanayovurugwa, mikutano ya umma yenye fujo hadi vurugu wakati wa mikutano ya kisiasa. Lakini wahuni hawa ni akina nani? Ni nani anawafadhili, na kuenea kwao kunaashiria nini kuhusu hali ya usalama na demokrasia ya taifa? Kwa Wakenya wengi, matukio haya yamekuwa ya kawaida. Maandamano ya amani yanageuka ghafla kuwa fujo. Waandamanaji wanaonekana kushambuliwa na wengine kushambulia Wakenya mchana bila uoga. Biashara zinaporwa na wananchi wanajeruhiwa. Na baada ya haya yote, madai yanarushwa kati ya wapinzani wa kisiasa, lakini majibu yanabaki kuwa kitendawili.
Kuenea kwa wahuni si jambo jipya Kenya. Miezi ya hivi karibuni imeshuhudia kuzuka upya kwa makundi ya vijana wanaotumika kisiasa, ambao wanasemekana kuwa wanatumika kutisha wapinzani, kuvuruga mikutano ya umma na kushinikiza mitazamo ya umma kupitia fujo na hofu. Kile kilichotarajiwa kuwa mkutano wa bajeti ya kiraia uligeuka fujo Ijumaa katika kanisa la All Saints Cathedral jijini Nairobi baada ya wahuni kuvamia hafla hiyo. More than any other time in our national life, goons have overrun our streets, hotels, churches and people's homes. And we ask, where are we as a people, as a nation? Kakamega, wahuni wanasemekana kushambulia basi la shule likidhaniwa kuwabeba wafuasi wa kisiasa. Watu wametoka wapi hao? Sasa tumetoka music, sasa tujatoka rally yoyote. Wachambuzi wanasema wahuni hustawi pale ambapo uwazi ni dhaifu na ukosefu wa ajira ni mkubwa. Idadi kubwa ya vijana wanakabiliwa na changamoto za kiuchumi, wengi wakihangaika kupata ajira. The continual rise of costs, the stark difference that are rising in our political figures, the insecurity status and the non-action that we are seeing along the way. Je, demokrasia inaweza kustawi wakati vitisho vinatumiwa kama silaha ya kisiasa? Je, wananchi wanaweza kutoa maoni yao bila uoga iwapo fujo ipo kila kona? Wataalamu wa usalama wanasema kuwa kukubalika kwa uhuni kuna hatari kubwa. Vyombo vya usalama vimekashifiwa kwa kutochukua hatua kali dhidi ya wahalifu. Ijapo kuna wakati wahuni wanakamatwa, mashtaka yenye mafanikio yamesalia kuwa machache. We have not seen tangible arrests, things that can be deterrent, things that can deter the recurrence of this kind of incidences. Worrying more so because of ineffect of police intervention and any other intervention that we are taking as a country. We are seeing this incident multiplying and day by day becoming quite lethal in the way it is executed and in terms of numbers of participants in the incident. Hii dhana ya ukwepaji adhabu inaendelea kuchangia hasira za umma, wakiuliza ni kwa nini watu wanaohusishwa na fujo za kisiasa huonekana kutoguswa? Je, haki inatekelezwa kwa usawa? We have made tremendous progress that is sometimes goes unappreciated because people wait until there is a big problem ndio watu waseme kumeharibika sana. We have made great progress. Swali linalokabili taifa si tena kuwa iwapo uhuni upo au la. Swali la dharura ni ikiwa taifa liko tayari kukabiliana nalo kwa dharura. Je, viongozi wa kisiasa watasita kutumia fujo kama njia ya ushawishi? Je, taasisi zitatekeleza sheria bila uoga wala upendeleo? Na labda la muhimu zaidi ni je, vijana nchini watapewa fursa ambazo zitafanya uhalifu wa kisiasa kuwa chaguo lisilo la mvuto badala ya njia ya kujikimu? Majibu ya maswali haya yanaweza kuamua sio tu mustakabali wa kisiasa nchini, bali pia nguvu ya demokrasia ya taifa. Na mtazamaji, ndio maswali kichwani ambayo bila shaka yanahitaji majibu, hususan msimu huu ambapo tunaelekea katika mwaka wa uchaguzi. Tuzidi kukutaarifu na ni kwamba viongozi wa upinzani wanaohusishwa na vuguvugu la Linda Mwananchi wamezidisha ukosoaji wao dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza wakituhumu kwa kushindwa kutekeleza ahadi iliyozitoa kwa Wakenya na kuzidisha changamoto za kiuchumi nchini. Wakizungumza katika uwanja wa Kivulini mjini Thika baada ya hali ya taharuki kushuhudiwa awali katika ibada ya kanisa la AIPCA, viongozi hao pia wametoa wito wa kuimarishwa kwa umoja wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo ana taarifu zaidi. Kilichoanza kama hali ya mvutano katika kanisa kuu la AIPCA mjini Thika kilimalizika kwa ujumbe mzito wa kisiasa katika uwanja wa Kivulini. Taharuki ya muda mfupi ilizuka baada ya baadhi ya viongozi wa upinzani akiwemo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna
mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino na mwenzake wa Kabuchai Majimbo Kalasinga kuzuiwa kuingia kanisani kwa muda kabla ya kuruhusiwa baadaye. Tukio hilo liliwalazimu viongozi wa kanisa kutoa wito wa utulivu, huku wanasiasa hao wakiomba msamaha kabla ya kuendelea na shughuli zao. Msituharibie ibada yetu. Huwa tunafanya ibada kwa utulivu, na kwa hivyo naomba tafadhali. Nasema poleni sana, sio kawaida yetu, na tukisonga mbele, Bishop, vile umetuhubiria hapa, sisi kwa sababu ya hiyo makosa tulijipiga fine tu sisi wenyewe. Saa chache baadaye katika uwanja wa Kivulini, viongozi hao waliendeleza hoja zao kwenye hali ya taifa, wakishutumu serikali kwa kushindwa kutekeleza ahadi muhimu ilizotoa kwa Wakenya. We are saying if you are not the problem, you must be part of the solution. Problem yetu ni Ruto. Wale walikuwa wanauliza mwelekeo wa Linda Mwananchi ni nini? Na waambie mwelekeo inakuja. Na mwelekeo ni Kasonga aende. Mkutano huo ulihudhuriwa pia na gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata, ambaye alilisifu vuguvugu la Linda Mwananchi, akisema kuwa limekuwa nguvu inayokuwa kitaifa na yenye uwezo wa kuwaleta pamoja viongozi na wananchi kutoka misingi tofauti ya kisiasa. Kuna mtu aliomba mahali atazaliwa, sote ni Jabima, na ile vuguvugu inasukuma hiyo agenda ni Linda Mwananchi ya Sifuna na Babu. Kang'ata alifichua kuwa amewataka Edwin Sifuna na Babu Owino kuanzisha mazungumzo na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua katika jitihada za kuunda muungano mpana wa kisiasa. Kwanza nimeambia huyu rafiki yangu Sifuna wakiwa na Babu na Orengo watafuta wa Munyoro, si ndio? Watafuta nani? Watafuta nani? Mimi hakuna kitu nataka. Tuweke kura ya Mulima pamoja, tuweke ya kina Kalonzo na Ukambani pamoja, tuweke ya Gen Z pamoja. Wewe jamaa atapitia wapi? Huku muungano wa upinzani wa Linda Mwananchi ukizidi kushinikiza serikali ya Rais William Ruto, wito wa umoja unazidi kutolewa katika juhudi za kuhakikisha kwamba wanafanya mabadiliko katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mike Kagwongo, TV47 kutoka Thika. Na taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027, visa vya wahuni kuvamia na kusambaratisha baadhi ya mikutano ya hadhara ikiwemo ya kisiasa, muungano wa upinzani umeshtumu uvamizi unaotekelezwa na wahuni katika maeneo ya ibada. Anavyoarifu Mwaluse Meshak, upinzani sasa umeitaka serikali kuwakabili wahuni wanaozidi kuongezeka nchini. Utovu wa usalama ukizidi kuwa tishio nchini baada ya vurugu kushuhudiwa katika mikutano mbalimbali ya kisiasa, viongozi wa muungano wa upinzani umenyooshea serikali kidole cha lawama. Wakizungumza katika kanisa Katoliki la St. Mary's Kibabii, eneo la Kandui, kaunti ya Bungoma, leo Jumapili, baada ya kuhudhuria ibada takatifu, viongozi hao wameishtumu serikali kwa madai ya kufadhili na kuwalinda wahuni wanaodaiwa kuhangaisha wananchi katika maeneo mbalimbali ikiwemo makanisani. Juzi wakaweka tear gas kanisa huko Nyeri la Anglican Church. Juzi kwa Anglican Church again, All Saints Cathedral, wameweka magun. Mahali watu walikuwa wanaulizana hii bajeti itakueje. Viongozi hao wanadai kuwa vitendo hivyo vya uvamizi vinadhoofisha amani na mshikamano wa kitaifa. Mambo ya kubeba tear gas kwa kanisa, kuleta askari na rungu kwa kanisa, nataka kuwaomba viongozi wa serikali na munisikize, ninawaomba kama ndugu yenu na kwa unyenyekevu. Munachiletea laana kufanya maneno ama namna gani wananchi? Wakati huo huo, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemkosoa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa madai ya kushindwa kusimamia wizara hiyo ipasavyo na kudai kuwa yeye ndiye chanzo cha utepetevu wa usalama na ongezeko la magenge nchini. Huyu Murkomen umeweka wizara ya interior, atachoma nchi hii. Because Wakenya watafika pahali wakatae. Vile wamama niliona jana, as we go towards the elections, Kenyans will say no to goonism. Hapa Gachagua amedai kuwa iwapo muungano huo wa upinzani utachukua uongozi mwaka ujao, wahusika wote watachukuliwa hatua kali za kisheria kulipia uovu huu.
Tukishajua majukumu ya rais ambaye anakuja 2027, ndio tuangaliana hapa tuseme ni nani anatoshana na hayo majukumu. Wale commanders wanakubalia goons waumiza wa Kenya. We are keeping a record of your name, your service number and what happened. Aidha, Gachagua amefichua kuwa viongozi wa muungano huu wamekubaliana kusimamisha mgombea mmoja wa urais kwenye kinyang'anyiro kijacho cha mwaka 2027. Mwaluse Meshak, TV47. Mtazamaji, taarifa hiyo yake Mwaluse Meshak inatupeleka kwenye mapumziko mengine mafupi tu. Zidi kusema nasi mitandaoni, na muona Zakari Njeru anafuatilia, Andrew vilevile yuko ndani, na Moses Kowech, wote wakizidi kufuatilia. Toa mchango wako kwenye taarifa hizi, bila shaka muda ukiniruhusu itakuwa nikipakua maoni yako. Mtazamaji, usiende mbali. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Ikakunywa maji. Oh my God. He left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tangulini kero umeka kwa beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. We won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV47. Saturday at 8:30 p.m. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time, and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs. Saturday at 8:30 p.m. on TV47. Wednesdays at 8:30 p.m. This is a very serious place. I see that. Surely. Hey, nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? Karibu tena mtazamaji. Mfumo wa elimu wa CBE umeendelea kupata uungwaji mkono kutoka kwa walezi wa watoto wenye ulemavu, ambao sasa wanasema mfumo huo umefungua milango ya elimu jumuishi baada ya ule wa hapo awali kushindwa kuwapa watoto wao nafasi sawa ya kujifunza na kukuza vipaji vyao. Kauli hiyo imetolewa mjini Nyahururu katika hafla moja iliyolenga kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa elimu kwa wanafunzi wote bila ubaguzi. Laban Muhinda na taarifa hii. Wadau katika sekta ya elimu wakizungumza mjini Nyahururu katika hafla iliyoandaliwa na shirika la Latch Kenya kuhamasisha umuhimu wa elimu bila ubaguzi. Walezi na washikadau mbalimbali wamekiri kuwa mfumo wa elimu wa CBE imechangia kusawazisha upatikanaji wa elimu kwa wanafunzi wote. Kile mtoto yeyote anaweza fanya linaangaliwa vizuri, linahudumiwa vizuri na analifanya ambalo baadaye linamsaidia kimaisha. Kwa hivyo huu mfumo ni mzuri sana, especially for the SNE learners. And we have seen that
this one, as compared to the past methods of teaching, this one is the best. Hata hivyo, changamoto za miundombinu duni shuleni na unyanyapaa katika jamii bado vimetajwa kuwa vikwazo vikuu vinavyowakabili watoto wenye ulemavu. Zaidi ya watoto 1.3 hawapati elimu, wako manyumbani. Na tungetaka kuuliza kwamba washikadau wote, wakiwemo wazazi wa wale watoto na washirika wao katika jamii, tuweze kutoa watoto walio na ulemavu waingie katika mfumo wetu wa elimu ili waelimike, waweze contribute ama kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu hapa Kenya. Sasa wadau hawa wanatoa wito wa ushirikiano kati ya serikali, shule na jamii ili kuboresha elimu jumuishi nchini. Tukipata vocational schools nzuri kwa hawa wanafunzi, tutakuwa kabisa tumefika kelele. Na kwa upande wake, shirika la Latch Kenya limesema litaendelea kuhamasisha jamii kuhusu haki za watoto wenye ulemavu nchini. Tunasema sio tu kusoma na kuandika. Elimu kuna pia kuelewa, kufanya kazi mbalimbali. Laban Muhinda, TV47. Na mazingira ya baharini yanaendelea kuingia doa, wadau wa mazingira safi wakiingiwa na wasiwasi. Mratibu wa UNESCO George Eshiamwata ameonya kuwa ongezeko kubwa la tani milioni 20 za plastiki baharini linahatarisha mamilioni ya maisha ya wananchi. Akizungumza katika mbuga ya kitaifa ya wanyama wa baharini ya Kisite Mpunguti, kaunti ya Kwale, washikadau wamesisitiza kuwa uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na uharibifu wa makazi asilia ndio tishio kuu kwa viumbe vya majini. Tahadhari hii imetolewa kabla ya kuanza kwa kongamano la kimataifa la bahari yetu linalofanyika jijini Mombasa. And of course, there are so many challenges that face our oceans, ranging from climate change. We are looking at overfishing, we are looking at pollution and how we're managing wastes. Of course, we already know that if you look at our statistics, more than 20 million tons of waste finds its way into the ocean. We've been able to do several research related to fisheries. This also includes supporting communities in establishing locally led marine protected areas. Ni kitu muhimu sana kwenye ukulima wetu wa mwani, kwa sababu sisi kama wakulima mwani ndio ambao tunaboresha mazingira ya bahari, kwa sababu tukilima huu mwani samaki wanaongezeka kwa wingi. Kutoka huko Kwale tuelekee Pokot Magharibi, ambapo zaidi ya wakazi 2,000 katika maeneo kame ya Lomut na Weiwei Pokot Magharibi waliokuwa wakitaabika kwa kukosa chakula na maji kwa mifugo wao sasa wana uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha baada ya mradi wa maji ya unyunyiziaji kuzinduliwa na serikali kupitia mamlaka ya maendeleo ya bonde la Kerio KFDA. Mwandishi wetu Andrew Juma yuko eneo la Sigor na anatuarifu. Kinyume na hapo awali ambapo maeneo haya ya Lomut na Weiwei yalisalia mahame kutokana na kiangazi na kugeuzwa kuwa uwanja wa vita na makabiliano baina ya wezi wa mifugo na majangili, leo hii eneo hili lina simulizi mpya, simulizi ya chozi la heri. Unapofika hapa unakaribishwa na rangi ya kijani kibichi, ishara ya matumaini ya chakula, maji na usalama wa chakula wa miaka mingi, kinyume na mwongo mmoja uliopita ambapo milio ya risasi kambi za wanajeshi ndio uliokuwa mpangilio wa mara kwa mara. Hapa ilikuwa msituni, haungejua kwamba inaweza kuwa mali kama hii. Maji imetoka huko usika mpaka imefika hapa. Sasa hizi maji iko hapa ya watu kunyunyizia mashamba. Hata hapa mbele sasa kuna watu, hii maji pia inatumika kwa mifugo ya watu wenye wanaishi kando kando ya hii scheme.
kupitia mamlaka ya maendeleo katika bonde la Kerio, yani KVDA, na ufadhili kutoka kwa serikali ya Italia. Wakulima hapa wanalima mahindi, ndizi, matunda na mboga kutokana na mradi huu wa unyunyuziaji mashamba. Huu ni mradi ambao umesaidia pakubwa kama nilivyosema, kwa sababu wakulima zaidi ya 550, ekari ni zaidi ya 1500. Kwa hivyo wakulima hapa na community hii ya Weiwei wameweza kunufaika kwanza kutokana na chakula, kwa sababu ndio ajenda kubwa sana ya serikali. This project has been funded by the government of Italy through the Italian Agency for Development, counterfunded by the government of Kenya through our ministry, of course, of East Africa community. Wakati wa ziara ya uzinduzi wa miradi hii, waziri wa maeneo kame Beatrice Askul alitumia fursa hii kuwarai wenyeji kukumbatia kilimo ili kuepuka mizozo ya mara kwa mara katika jamii za wafugaji inayosababishwa na ukosefu wa chakula. So the process that we are starting here today in terms of food production in an ASAL area, the area that has once been a battle area, but this is the raid grounds. That's why we call them battleground, where people run after the cows, stealing from each other, livestock, shots, all that. But turning it to be a more productive grounds right now in terms of food production. The community here is now getting food secure. And it's simply because of the partnership that has existed for a very long time between the government of Kenya and the government of Italy. Andrew Juma, TV47 katika eneo la Lomut, kaunti ya Pokot Magharibi. Na mfanyabiashara mmoja katika soko la Chwele kwenye eneo bunge la Kabuchai katika kaunti ya Bungoma anakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya mtambo wa kulipia pesa kudukuliwa kwa muda wa miezi 20. Wanji Sostin ametangamana na Alex Wafula, mmiliki wa duka la jumla la Chwele United, na kuangazia masaibu ambayo yalimkumba. Soko la Chwele ni la pili nchini kwa ukubwa baada ya lile la Karatina katika kaunti ya Nyeri katika shughuli za kibiashara. Licha ya juhudi za kujenga taifa, wafanya biashara hapa wanalengwa na wahuni kwa madai ya kuwalaghai na kuwaibia. Kulingana na Alex Wafula, mmiliki wa duka la jumla la Chwele United, anasema kuwa mkandarasi aliyetwikwa jukumu la kusimamia mashine ya malipo alishirikiana na baadhi ya wafanyakazi na kutekeleza wizi wa takriban shilingi milioni 20 kwa muda wa miezi 20. Kwa kasha amechukua 50,000, wanaenda kuangalia receipts, copies za receipts zenye siko wati 50,000, wanazitoa kwa system. Alafu hiyo pesa sasa haitakuwa kwa end of day report ya hiyo kasha. Hiyo pesa ndio wanagawana, kasha anapata 20%. Wafula anasema kuwa ilikuwa vigumu kugundua zinako kwenda fedha za biashara, kwani sita walifanikisha kuweka sawa kila hati za mauzo. Stock taking ingesaidia kutambua vitu kama hiyo, lakini hizo receipts ingetolewa jioni, kesho yake asubuhi singerudishwa kwa system. Sasa ukiangalia stock sheet ya items sina flow tu vizuri, ni kama zimeuzwa, lakini receipts zilitolewa, end of day report ikakuwa prepared, na kesho yake asubuhi sinarudishwa. Sasa hata stock pia haiwezi kukusaidia. Kwa sasa washukiwa wamechukuliwa hatua za kisheria na wanatarajiwa kufikisha mahakamani tarehe 24 Juni kufunguliwa mashtaka. Uzuri, wakati nilikundua hii maneno, nikaanza kufuatilia, nikaripoti kwa polisi. Hawa watu wote walijificha, wakatupa malaini zao, na hata ungetafuta hao kwa mitandao ya simu kama Safaricom ama Airtel, ungepatako ID namba zao ikiwa simeandikisha laini. Wanji Sustin, TV47, kaunti ya Bungoma. Kutoka Bungoma sasa tuelekee Murang'a, ambapo walimu wa shule za chekechea katika kaunti hiyo wamesitisha mgomo wao uliokuwa ukiendelea baada ya kuafikiwa kwa makubaliano kati ya serikali ya kaunti na wawakilishi wao kuhusu nyongeza ya mishahara. Akizungumza baada ya mkutano na gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata pamoja na maafisa wengine wa kaunti, walimu hao wanasema wako tayari kurejea darasani kuanzia kesho kuendelea na shughuli za kufundisha.
Aidha, wanaelezea kuridhishwa na mpango wa kuongezeka kwa mishahara baada ya bajeti ya kaunti kuidhinishwa, wakisema hatua hiyo itaboresha mazingira yao ya kazi baada ya kusubiri kwa muda mrefu mishahara yao kuangaziwa licha ya changamoto nyingi walizokuwa wakikabiliana nazo. Walimu wa chekechea kama sisi tumechukua hiyo ofa ya our governor. Amesema atapatia, kuna viwango mbalimbali, kuna walimu wa certificate amewaongezea 4,000, walimu wa diploma wamewaongezea 6,000 na kuna walimu wa degree wameongezewa 10,000. Na tumesema walimu wanarudi darasani kusomesha watoto. Today we had a meeting with the governor. We escalated our issues, and the governor has listened to the cry of the teachers, and he has already increased the salaries of teachers as per the qualifications of each and every teacher. Given that, for instance, the degree teachers are earning 27,000 from 1st of July, it means that by 1st of July 2027, next year, their salary will increase from 27,000 to 37,000, which will be very close to the SRC rate. The teachers are happy with that, and we have told them that we shall also keep our word, so that we make sure that that increment is actually implemented without delay and fully to the letter. Na huko Kwale, mtazamaji, wagonjwa wa saratani wamelalamikia gharama za juu za matibabu, wakitaka vipimo kujumuishwa katika mpango wa bima ya afya ya jamii SHA. Kupitia muungano wao wa Keep Hope Alive, wagonjwa hao wamedai kutumia fedha nyingi kugharamia vipimo vya matibabu ya ugonjwa wa saratani. Wakizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa muungano huo unaojumuisha wagonjwa 35 wanaoendelea na matibabu, wameitaka serikali kujumuisha huduma zote za saratani katika bima ya SHA. Aidha, wameiomba serikali kuajiri madaktari wa kutosha na kuanzisha vituo vya kutoa huduma mashinani ili kupunguza mahangaiko ya wagonjwa wa saratani. Daktari mwenye alikuwa ananifanyia kema amesema nitaenda kwa vipimo vingi ndio waone kwamba hiyo ugonjwa imefikia wapi. Imeenda mahali pengine, imeenda mahali pengine, ama bado iko tu hapo imeisha, ama bado iko hapo, inaweza hata hilo titi laweza kukatwa. Sasa hizo vipimo amesema ziko so expensive, kwa sababu vile alikuwa na estimate, alikuwa anasema zinaweza kuwa roughly 78,000. Na hiyo 78,000 sioni mbele wala nyuma mahali zaweza tokea. Na unapata kuna watu ambao wengine wanafanya, kuna kemo wengine wanafanya ya 204,000 per every 3 weeks. Sasa kama mtu ako na hiyo kemo ya 200,000, unaona SHA imelipa 104, ako na 100,000 ya police every 3 weeks. Hata mimi na wewe kusema kweli hatuwezi tukapata hiyo pesa. Lakini ile SHA ingekuwa imeongezewa alafu ikafika 1.2, 1.5 per person, unaona zile treatment zao pia zinaweza kuwa afueni. Madaktari waongezewe, walio na ufahamu, maana tunaona wale wachache tuko nao wanajitoa na kuwa exhaust, maana inafika kiwango cha kutembelea hata wagonjwa manyumbani, unapata mdao ni mchache. Kwa hivyo tuongezewe. Unaona, kama tukisema mfano kuna watu wengine wanatoka mbali kama Kinango, Shimba Hills, na kufikia matibabu inakuwa ngumu kwa sababu ya za hapa na pale, maskini pia unachangia. Kwa hiyo sisi kama shirika huwa tunajaribu tuwafikie ili tuweze kuwasaidia kupata matibabu. Kwingineko, idara za usalama zinatoa wito kwa umma kushirikiana na maafisa wa polisi ili kuimarisha usalama wa jamii na kujenga uaminifu. Akizungumza kwenye kambi ya matibabu ya bila malipo eneo la Kabido, kaunti ya Kisumu, mhifadhi wa KFS eneo la Nyanza George Were alisisitiza kuwa miradi ya pamoja inapanua uhusiano kati ya raia na sheria. Hafla hiyo ilihusisha mashirika mbalimbali ya usalama kabla ya ibada yao ya shukrani ya kila mwaka wiki ijayo. Zaidi ya wakazi 1,000 walipata matibabu ya malaria na dawa bila malipo. Leo
wale wamekuja wamesaidia sisi kutibu watu, watoto, wa mama, wa baba, mpaka watu wametoka hapa kama wanafurahi. Mara mingi polisi ni kazi yao ni kushika watu, lakini leo kazi yao wamelete daktari. Sasa wametusaidia sana. Improving the community policing. When you do something like this, for example, when it comes to matters of security, the people from here, when they maybe find a case which needs to be reported, it will be easier. Because they have seen that the police officers, they are just like any other person. Yeah, it is a very good collaboration between. It can improve the image, the collaboration, the support the community is giving, and the support also that the police and all the disciplined forces are giving to the community and the country in Kenya as a large. We hope to continue this exercise next year because the demand is huge for medical service. Mtazamaji, wanafunzi wa shule za upili kote nchini wameshauriwa kujiepusha na vitendo vya uharibifu wa mali za shule na kuchukua sheria mikononi mwao. Akizungumza wakati wa ibada katika kanisa Katoliki mjini Hola, seneta wa Tana River Danson Mungatana amesema kuwa migomo ya vurugu, uchomaji wa mabweni na uharibifu wa miundombinu ya shule si suluhisho la changamoto zinazowakabili wanafunzi. Badala yake, amewataka kutumia njia za mazungumzo na kufuata taratibu zilizowekwa ili kutatua malalamiko yao. Juzi tumekuwa na shida ya watoto wetu wakiwa mashule. We have experienced a lot of instability with our students katika shule zao. Na mimi nilikuwa na rafiki yangu alikuwa anaregesha mtoto shule, na walipofika pale kwa mlango admission, wakaambiwa kwa sababu kulifanyika uharibifu, kila mtu ambaye amekuja na mtoto ni lazima walipe 10,000 zaidi ya zile school fees na mambo mengine ambao walikuwa washalipa. Kwa hivyo mimi natoa mwito kwa watoto wetu, tafadhali watuonee huruma kama wazazi. Ikiwa kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa pale shule, tusikue wa haraka wa kuharibu mali. Na wito umetolewa kwa serikali kushirikiana na wadau mbalimbali ili kufanikisha upatikanaji wa vifaa vya masomo vya kidijitali, ikiwa ni pamoja na kompyuta zitakazopiga jeki mtaala wa CBC pamoja na uvumbuzi kati ya wasomi wanaotajwa kuwa na uwezo wa kuleta suluhu kwa changamoto mbalimbali zinazokumba jamii. Wakizungumza wakati wa tamasha la wavumbuzi wa teknolojia lililoandaliwa na shirika la Tech Kids pamoja na washirika wengine, huku likiwashirikisha takriban wasomi 1,000 wa shule mbalimbali za Mombasa, waandalizi walisema kuwa wanafunzi wakianza kuhusishwa mapema na kufunzwa jinsi ya kutumia teknolojia kwa njia nzuri, wana uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko yenye manufaa kupitia uvumbuzi wa kiteknolojia ambao unaonekana kuchukua usukani ulimwenguni. Licha ya hatua wanazopiga, walitaja kuwa ukosefu wa kompyuta na mitambo mingine kama mtandao wa bei nafuu unasalia kuwa kizuizi kwa taifa kupiga hatua katika sekta hiyo. Wanafunzi wetu, leo serikali kuu na serikali zetu za county zitatoa maelekezo kama haya kuwafundisha wanafunzi mambo ya coding, basi tunaweza kupata innovative ideas za kutosha. Solutions that are able to be even monetized and make them start having a decent living, paying their own school fees, especially those students who are coming from schools that are from disadvantaged backgrounds. And we would like to continue doing these events, the Code Innovators Festival,
so that we're able to celebrate more innovations? We are strong believers in sustainability and in upcycling of devices, and being here is just a showcase to us that access to digital tools is making a whole world of difference for young people. And it's all about opportunities in life, opportunities to better jobs. These young kids coming up with solutions that are very practical to humanity, that we can get to solve certain issues and problems that are bedeviling our society. TV47 michezo inaletwa kwako na Mozart. Wewe, unaona rika yako hapa nipatie ball. Bola iko ikuje kwako, ilikuwa iende kwa wale. Kwale Stadium. Na si iende kwa wale. Mozart Bet Cup Final 2026. Tukutane Kwale Stadium. Bila kupoteza wakati tupatane Kwale Stadium. Usiweza chini. Mozart Bet Cup Finale. Mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Tusker FC wametawazwa mabingwa wa kombe la Mozart Bet 2026 baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Police FC, mabingwa wa mwaka wa 2024 katika fainali iliyochezwa kwenye uwanja wa Kwale. Ian Simiyu alifunga mabao yote mawili kwa upande wa Tusker, huku Aboud Omar akifunga bao la kufutia machozi kwa Police FC. Tuzo ya wafungaji bora ilikwenda kwa Hamza Mubarak pamoja na Humphrey Aroko. Tuzo ya mchezaji bora wa mashindano ilikwenda kwa nyota wa fainali Ian Simiyu, huku Aboud Omar akitoa tuzo ya beki bora wa msimu. Shirikisho, mabingwa wapya wa Mozart Bet Cup 2025 26. Tusker FC. It was a tough match. We score a beautiful first goal and we celebrate too much. We lose concentration, and 3 minutes after we concede on the set piece. We know because Aboud is maybe the best left foot in all Kenya or maybe in all East Africa. So we were ready, but I'm very proud that they have been able to overcome that and score a second. Nicholas Muyoti, coach, mechi imekuwaje? Mechi imekuwa ngumu. Nadhani kutoka mwanzo Tusker tulikuwa tumewapiga mara 2 na hii ya 3 ilikuwa lazima wa step up, tungewapiga tena ingekuwa ni mambo mengine, but mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka mpaka finali. Tumepata ile matokeo tungetarajia, but vijana wamesukuma mpaka dakika ya mwisho, na nataka congratulate Tusker. TV47 michezo inaletwa kwako na Mozart. Wewe, unaona rika yako hapa nipatie ball. Bola iko ikuje kwako, ilikuwa iende kwa wale. Kwale Stadium. Na si iende kwa wale. Mozart Bet Cup Final 2026. Tukutane Kwale Stadium. Bila kupoteza wakati tupatane Kwale Stadium. Usiweza chini. Mozart Bet Cup Finale. Mtazamaji, taarifa hiyo ya spoti sasa inatuhitimishia taarifa zetu jioni ya leo. Shukrani za dhati kwa wote waliokuwa wakifuatilia taarifa zetu. Asante sana pia kwa wote waliofanikisha taarifa hizi za TV47 Habari. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Uwe na usiku mwanana.